Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Tunakukaribisha kwa idhaa mpya kabisa na idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani na yanayotuhusu sisi raia na wakazi wa bara hili. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama na michezo pamoja na mazingira. Lakini muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako ambapo sauti yako kama Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu msikilizaji, tuandamani. Hebu nikupe kionjo cha yale tumekuandalia. Hii leo tunatupia jicho hali katika jimbo la Darfur, hasa mji wa El Fasher ambao mauaji ya kimbari na uhalifu wa kivita na dhulma za binadamu zinaendelea. Kwa nini dunia inaonekana kulifumbia macho janga la Darfur na Sudan kwa ujumla? Lakini kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani naye mwenzangu Ramadhan Kibuga akiwa Bujumbura, Burundi. Mauaji ya raia yanaendelea kushuhudiwa magharibi mwa Sudan. Hivi karibuni katika jimbo la Kordofan Kaskazini, tukio la karibuni liliwalenga waombolezaji waliokuwa maziko ya baadhi ya watu waliouawa kwenye mashambulizi yanayoendelea. Wanajeshi wa kundi la wanamgambo la Rapid Support Forces RSF wamelaumiwa kutekeleza mauaji hayo. Kundi hilo halijajibu tuhuma hizo. Mapigano ya hivi karibuni yamejikita katika jimbo la Kordofan kuliko na utajiri mkubwa wa mafuta. Aidha, eneo hilo ndiko barabara kuu inaunganisha magharibi mwa Sudan na mji wa Khartoum. Maelfu ya raia wa Kordofan wamekimbia makazi yao, sawa na wenzao jirani katika jimbo la Darfur, hasa mji wa El Fasher. Miji mingine ambayo imetwaliwa na RSF ni pamoja na Al Obeid na Bara. Maeneo yote kumeripotiwa mauaji ya halaiki, ubakaji, utekaji nyara na uporaji mkubwa wa mali, uhalifu wote ukitekelezwa na kundi la Rapid Support Forces. Nchini Tanzania, polisi wameondoa sheria kutotoka nje majira ya jioni katika miji mikubwa ukiwemo mji wa kibiashara wa Dar es Salaam. Taifa hilo la Afrika Mashariki limeshuhudia maandamano makubwa kupinga uchaguzi ambao upinzani umeutaja kama ghushi. Huduma za mitandao zimedhibitiwa Tanzania. Aidha, kumeripotiwa uhaba wa bidhaa maalum na mfumuko mkubwa wa bei ya bidhaa. Maisha ya kawaida yameanza kurejea huku biashara chache zikifunguliwa na uchukuzi wa umma ukianza polepole. Vyombo vya usalama aidha vinadhibiti ununuzi wa petroli kwa hofu ya kuzuka maandamano na kuteketeza mali. Upande wa pili, jamaa na marafiki nao wameanza kuwazika wapendo wao waliouawa kwenye maandamano. Aidha, kuna ripoti za vijana wengi kutoweka wasiojulikana waliko. Huko Kameruni, maafisa wa usalama wamelaumiwa kwa mauaji ya makumi ya waandamanaji wa upinzani waliolalamikia ushindi wa Rais Paul Biya, kiongozi huyo mkongwe zaidi kutawala duniani akiwa na miaka 92. Waathiriwa mauaji ya uchaguzi Kameruni walipigwa risasi. Mamlaka za Paul Biya zimesalia kimya kutokana na vurugu hizo. Wakati huo seneta wa Marekani ambaye ni kiongozi wa kamati, Jim Rich, ameitaka Marekani kusitisha uhusiano wake na Kamerun, akisema taifa hilo la Afrika ya Kati liliandaa uchaguzi ghushi. Ndani ya Marekani kumefanyika uchaguzi mdogo katika maeneo ya majimbo kadhaa. Ushindi mkubwa ukitokea mjini New York. Mgombea wa chama cha Democrat Zohran Mamdani alitwaa ushindi uliowashangaza wengi. Mamdani ni mzaliwa wa Uganda na ametetea kupunguza gharama za maisha katika jiji hilo kubwa zaidi na tajiri duniani. Wengi waliotoa ushindi katika nyadhifa mbalimbali Marekani ni vizazi vya wahamiaji. Utawala wa Donald Trump umeendeleza kampeni dhidi ya wahamiaji wasio na vibali, baadhi wakitolewa kwa nguvu ndani ya Marekani na kutafutiwa hifadhi mpya barani Afrika.
Ufalme wa Moroko umetangaza siku ya mapumziko kwa raia ili kusherehekea uamuzi wa Umoja wa Mataifa ulioipa nchi hiyo eneo la Saharawi. Western Sahara imekuwa ikishinikiza kujitenga na Moroko na kuwa taifa huru. Muungano wa Afrika unaitambua Saharawi kama taifa hilo chini ya uongozi wa kundi la Polisario Front. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipinga kura na kusema hatima ya Saharawi inastahili kuwa chini ya uangalizi wa Moroko kama suluhu kwa mzozo wa zaidi ya miongo mitano. Mahakama ya Afrika ya Kusini imewarai wanavuguvugu wa Dudula kukoma kuwazuia raia wa kigeni dhidi ya kupokea huduma za afya na shule na kusema hatua hiyo ni kinyume cha sheria. Wafuasi wa Dudula wameweka kambi katika mkoa wa KwaZulu-Natal ambapo wamewazuia raia wa kigeni dhidi ya kupokea matibabu kwenye hospitali za eneo hilo. Aidha, wamewazuia watoto wa kigeni kufika katika shule za jimbo hilo. Mahakama kuu iliyoko mjini Johannesburg imewataka wanavuguvugu hao kuondoa maandamano yao mara moja na kukoma kuwazuia raia wa kigeni kupokea huduma za afya na elimu. Afrika ya Kusini imewapokea wahamiaji milioni 2.5 ikiwa ni 4% tu ya raia wa nchi hiyo. Raia wengi wageni hutokea nchi jirani za Msumbiji, Zimbabwe na Lesotho ambao hufika nchini humo kutafuta ajira ndogondogo kama mabawabu na watumishi wa ndani. Chuki dhidi ya raia wa kigeni imelaumiwa kutumiwa na baadhi ya wanasiasa Afrika ya Kusini na awali kulitokea vurugu zinazowalenga raia wa kigeni. Shukran sana Ramadhan. Tuanzie nchini Sudan ambapo kumekuwa na habari za kutamausha kila uchao. Katika jimbo hususan la Darfur, siku huanza kwa maziko ya wapendwa na kabla ya jua kutua kuna tangazo maombolezo ya vifo vingine. Mji wa El Fasher ndio ulioathirika zaidi na mauaji ya kimbari na uharibifu wa miundo msingi. Aidha, Umoja wa Mataifa unasema wakazi wa mji huo hawana chakula na mahitaji ya dharura. Hali ya sasa inafuatia vita vikali kati ya jeshi la Sudan na jeshi la wanamgambo wa Rapid Support Forces yani RSF. Kundi la RSF lililoutoa mji wa El Fasher na jimbo la karibu la Kordofan Kusini. Kwa sasa wanamgambo hawa wanadhibiti nusu ya taifa la Sudan. Ushindi wao umegubikwa na doa la mauaji ya halaiki, ubakaji, uharibifu wa mali na dhulma nyingi za kivita. Kwa miaka miwili, Sudan imekabiliwa na vita kati ya pande mbili za kijeshi zinazong'ang'ania madaraka. Upande wa jeshi la serikali unaoongozwa na Abdel Fattah al-Burhan anayeongoza baraza linalosimamia serikali ya Sudan. Mohamud Hamdan Dagalo Musa maarufu kama Hemeti anaongoza jeshi la wanamgambo la RSF. Kwa sasa makao makuu yake ni jimbo la Darfur na anadhibiti nusu ya taifa la Sudan. Wadadisi wa kisiasa wamelalamikia jamii ya kimataifa kwa kupuuza hali ya Sudan na wengi wanahoji ni nini ambacho kinafanyika kuhusu mustakabali wa taifa hilo. Awali nimezungumza na wakili na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Bwana Gibson Gisore, wakili na mchambuzi wa siasa na utawala kutoka nchini Kenya. Mauaji ya watu na ukiukaji wa kibinadamu katika hali ya juu ni mambo ambayo tunafaa kuyakemea na dunia yote inafaa kuyakemea. Na ndiposa nashangaa kwamba ule rais wa Marekani Donald Trump anaweza kulivalia njuga ile issue ile mambo ambayo yanaendelea Nigeria baina ya Wakristo na kusema kwamba Wakristo wanamalizwa pale, ilhali jambo kama hili linafanyika pale Darfur. Sijui ni kana kwamba alijamfikia mama alifumbia macho, sijui, kwa sababu dunia yote inafaa kujua yale maofu yanaendelea. Lile kundi la RSF ni kundi ambalo limeonekana kuwa halina utu kabisa, na linaweza kufanya chochote ili kukua katika uongozi ama kuendelea kutafuta uongozi kimabafu. Kuna kikosi cha Umoja wa Mataifa kilichoko Darfur kwa jukumu la kulinda amani. Kwa maoni yako, kikosi hiki kina tija yoyote katika kukomesha uhalifu huu au kimekuwa kama mwangalizi asiye na meno? Kile kikosi cha kimataifa kilichoko pale Darfur, jukumu lake la kuleta amani sielewi haswa, but sio jambo la kushtusha kwamba tumeweza kuwa na vikosi vya kimataifa katika pande zingine Afrika na hatujaweza kuona kwamba kuna kazi ambayo zinafanya. Pale DRC, hapa Eastern Congo,
tuna kikosi kikubwa sana duniani ya kimataifa, na tumeweza kuona kwamba vita inaweza kutokea na hakuna kudhibiti vita ambayo inaweza kufanyika pale. So hatuwezi kuweka matumaini yetu katika kikosi cha kimataifa na Umoja wa Kimataifa. Wanamgambo wa RSF wamehusishwa moja kwa moja na makosa ya kivita, mauaji ya raia na ubakaji wa wanawake katika El Fasher. Watawajibishwa na nani? Au hii ni hadithi nyingine ya adhabu isiyowahi kutekelezwa barani Afrika? Wale wanamgambo wa RSF ambao wanahusika katika yale mauaji ya raia haswa pale El Fasher ni watu ambao wanaweza kutumia kila mbinu ili kuweza kutua uongozi wa taifa la Sudan. But jambo muhimu ambalo tunafaa kulielewa ni kwamba wale RSF wako na watu ambao wanawadhamini ama watu ambao wanawafanyia ile funding. So kusitisha vita pale Sudan ama vitendo ambavyo lile jeshi la RSF linafanya ni kuensure kwamba wale ama zile mataifa ama vile vikundi duniani kote ambazo zinaweza kufanya ile funding kuwafacilitate wale watu wa RSF ziweze kuangaliwa na kuwekewa vikwazo, ndiposa tutaweza kuona pengine zile vita zikichukua mkondo mwingine. Umoja wa Afrika AU kwa mara nyingine umesalia kimya licha ya wimbi hili la umwagaji damu. Kwa nini AU inaonekana kushindwa au kukwepa jukumu lake la kimsingi kulinda amani na utu wa Mwafrika? Ni muungano ambao kidogo hauna nguvu na hatujaweza kuona ukifanya mipango yoyote kama mipango ambayo inaweza kuaminika kusuluhisha jambo. Kwa sasa dunia inangoja, lakini wananchi wa Sudan hawana muda wa kusubiri. Na hayo basi ndio yamekuwa mazungumzo yangu na Bwana Gibson Gisore, wakili na mchambuzi wa siasa nchini Kenya. Tukisonga mbele ni kwamba polisi wa Tanzania wameondoa marufuku ya kutotoka nje majira ya jioni. Hii ni kufuatia vurugu za baada ya uchaguzi. Hali ya kawaida imeanza kurejea, japo kwa pole mno. Jamaa na wanafamilia nao wameanza kuwazika wapendo wao waliofariki kufuatia maandamano ya kupinga uchaguzi. Baadhi ya jamaa wanasema hawafahamu waliko wapendo wao. Haya yanajiri huku jamii ya kimataifa ikilalamikia Tanzania kwa kuwalenga waandamanaji walioitekeleza azimio la kufanya mkusanyiko chini ya katiba. Viongozi wa upinzani wangali wanazuiliwa korokoroni. Mitandao ingali inadhibitiwa kwa kiwango fulani na utawala. Mashirika ya habari ya kibinafsi yamezuiliwa kufanya matangazo na ni shirika la serikali pekee la TBC linalorusha matangazo kwa sasa. Veronica Natalis amefuatilia matukio sasa nchini Tanzania na amezungumza na mwenzangu Silvenas Karemera. Hali haitofautiani sana na jana. Kuna mwendelezo wa maisha kuendelea kufunguka katika baadhi ya maeneo. Nimepata nafasi ya kuuliza katika maeneo tofauti kwa watu ambao nafahamiana nao. Maisha yanaendelea kwa kweli. Ambacho kipo tu ni kwamba wanajeshi bado wako katika maeneo mengi kama ilivyokuwa jana, lakini jana pia tulikuwa tunalipa nauli bei kubwa sana kwenye vyombo vya usafiri wa umma, lakini naambiwa kwamba sasa hivi nauli zimerudi kawaida kwa sababu kuanzia jana mafuta yalikuwa yanapatikana lakini kwa shida, yani kwamba vituo vingi vilikuwa havina mafuta na wakati mwingine kulikuwa kuna foleni na ndio maana nauli zilipanda bei. Lakini leo naambiwa kwamba nauli kwa mfano kwenye haisi ama daladala zimerudi kawaida kabisa. Na kuna mtaa mmoja unaitwa Ngaramtoni, nimejaribu kuuliza watu wa kule kwamba maisha yakoje. Ni mtaa ambao ni mjini sana. Yaani pamechangamka sana, kuna vijana wengi. Kwa kwamba niambia kwamba kinachoonekana tu ni kwamba kuna uoga wa watu binafsi. Kuna watu wengi bado ambao hawajaanza kufungua biashara zao ama wanafungua kwa tahadhari kubwa sana. Wanaogopa pengine kwamba lolote linaweza likatokea. Bado kuna hofu ya watu binafsi, lakini pia maumivu ya watu moyoni bado ni mengi. Kila unayezungumza naye yani kama msiba wa taifa hivi, yani kila mmoja anaumia sana. Ni jambo ambalo limechukua hisia binafsi za watu na inakuwa watu bado uko katika ile process ya katika mchakato wa kupona, yani maumivu kwa ndani watu wanayo. Jana nilivyokwenda mjini nikajaribu kufanya mahojiano na baadhi ya watu, wanaogopa sana kutoa maoni yao kwa chochote kile. Hawataki kurekodiwa, lakini ukizungumza nao bila kurekodi, umezima vyombo vyote vya kurekodi, wanazungumza vitu vingi. Ukisema sasa ni kurekodi, labda ni kwa sauti ama ni kwa video, hawataki. Kwa hiyo watu wana hofu sana.
Naam, katika hili la kuogopa kuzungumza, unahisi ni kwa sababu gani watu hawapendi kufunguka unavyokuwa na vyombo vya kurekodi sauti? Unahisi ni kwa sababu gani? Wao wanadai, nikiwanukuu, wanasema kwamba wanaogopa kutekwa ama kupotezwa. Kwa sababu sasa hivi kinachoonekana, kwa mfano nimemsikia kiongozi wa Chadema mkoa wa Mara akizungumza na chombo kimoja cha habari akisema kwamba kinachoonekana, ametaja idadi ya wanachadema wengi ambao wanakamatwa kwa sasa wakitumiwa na serikali kwamba walihamasisha hayo maandamano. Kilichopo sasa hivi, kinachofuata, watu wanakamatwa sana. Yaani watu wanakamatwa sana. Kwa hiyo mtu anaogopa kuwa anayefuata kukamatwa. Kwa hiyo anachunga anachokizungumza, anachunga maoni yake, anachunga kuonekana. Hata jana wakati nachukua tu picha za video kuonesha hali ilivyo, maisha yanavyoanza kufunguka, mtu yuko barabarani unarekodi, lakini anakujia juu, anakuambia usinichukue mimi. Kwa nini unatupiga picha? Na wakati ni sehemu tu ya wazi ambayo yani unaruhusiwa kupiga picha hata kama ni mtu wa kawaida. Hata waandishi wa habari pia wanakamatwa. Hapa Arusha kuna waandishi wa habari wawili walikamatwa. Mmoja anaandikia IOTV na mwingine anaandikia Kusaga TV online. Walikamatwa. Mmoja ametoka jana, mmoja bado yupo ndani. Kilichopo sasa hivi ni ile kamata ambao watu wengi wanaiogopa sana. Ni kwa namna gani hali hiyo inaakisi kauli ya serikali kwamba maisha yarudi, ngazi za utawala kwa ujumla zinatakiwa zirejeshe maisha ya kawaida? Ni kwa namna gani sehemu hizo mbili zinaoanisha katika swala zima la kuleta ustahimilifu wa kiusalama pamoja na mustakabali mzima wa usalama katika maeneo mbalimbali Tanzania? Nadhani kauli ya maisha yarudi kawaida, sidhani kama ilikuwa ina zuio la kukamatwa kwa watu, kwa sababu hiyo ilikuwepo hata kabla ya haya yote. Ilikuwepo hata kabla ya watu kupiga kura, ilikuwepo hata kabla ya watu kuandamana. Kwa sababu kwanza, moja kati ya sababu ambazo wananchi walioandamana walikuwa wanazitoa, walikuwa wanapinga utekaji na ukamatwaji holela wa watu na kuminywa kwa demokrasia. Ndio yalikuwa madai. Kwa swala la kukamatwa, swala la watu kuogopa kuzungumza na vyombo vya habari, swala la watu kushindwa kutoa maoni yao binafsi, nadhani halikuwa katika mpango wa maisha yaendelee. Maisha kuendelea ni pamoja na hiyo kamata ambao sasa pia tunaishuhudia hata baada ya tukio hili kufanyika. Nadhani ni kitu ambacho pia kinaendelea tu, sio kipya, yani kinaendelezwa tu. Naam, tuzungumzie swala la mazishi kwa wahanga wa maandamano haya. Swala la mazishi katika sehemu mbalimbali, iwe Arusha, iwe katika miji mikuu kama vile Dar es Salaam, Dodoma, tuseme Mwanza. Kwa taarifa ambazo unazipata kutoka maeneo mbalimbali, hali inaendeleaje? Watu wanaendelea kuzika wapendwa wao, wengine wameshazika. Kuna watu ambao wana majina makubwa, wanafahamika, watu maarufu Tanzania. Kwa mfano mtangazaji wa Clouds FM. Kuna watu ambao wanafahamika. Tunaona pia hata katika mitandao wanachapisha picha wakionyesha kwamba wako katika mazishi. Kuna wale sasa ambao hawafahamiki, unapata taarifa zao kutoka kwa ndugu jamaa na marafiki, mashuhuda, wanaendelea na mazishi. Na kuna watu ambao wanauguza majeraha, wengine wamepigwa risasi, watoto wadogo, wengine wamepotea, hawapatikani, bado wanaendelea kutafutwa. Yani hali ndivyo inavyoendelea. Wale ambao wana majina makubwa na watu maarufu unapata taarifa zao, lakini wale ambao hawakuwa na majina makubwa unaweza kusikia taarifa zao kutoka kwa ndugu zao, jamaa na marafiki ambao wameshuhudia. Lakini kuna watu wengine ambao yani hata taarifa zao hazijulikani. Mtu tu anasema kwamba nilikuwa na ndugu yangu alitoka kwenda kuandamana. Na kuna kanisa moja ambao nalifahamu, walituambia kwamba kuna wachungaji wawili ambao hawaonekani tangu tarehe 29. Yani mpaka leo hawajulikani kwamba wapo, hawapo, wako wapi, yani bado wanatafutwa. Kwa hiyo kuna idadi kubwa pia ya familia ambazo zinatafuta ndugu zao ambao walipotea toka tarehe 29. Msikilizaji, ikiwa unajiunga nasi hivi sasa, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Huu ni ukumbi mpya kabisa kujadili na kubadilishana masuala pamoja na taarifa muhimu kuhusu bara hili. Jiunge nasi kwenye mitandao ya Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kwa huru kuchangia kwenye makala haya. Jina langu ni Anna Ngugi na leo tupo tukiangalia mustakabali wa Sudan, taifa ambalo limetumbukia kwa vita na waathiriwa wameachwa bila matumaini ya mwanga wa amani. Je, kuna nini? Vile msikilizaji, kumbuka pia tunatoa fursa ya wewe kutoa maoni yako kuhusiana na matangazo yetu au kutueleza chochote ambacho ungetaka kukisikia katika idhaa hii. Kumbuka hii ni idhaa ya Kiswahili ya Mwafrika na ni sauti yako wewe kama Mwafrika. Karibu sana kwenye sehemu hii ya kutoa maoni na tutayasoma papa hapa tunapoendelea na matangazo yetu. Tunasalia Tanzania ambapo wananchi wanaendelea kuomboleza vifo vya wapenda wao. Hali imeendelea kuwa ya wasiwasi hasa kutokana na watu kutoelewa nini mustakabali wa hali hii.
Hata hivyo, baadhi ya wadadisi wa kisiasa wanaamini suluhu ya matatizo yanayoendelea ni serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan sasa kuhakikisha inawaleta pamoja Watanzania kwa mazungumzo ambayo yanaweza kuleta maridhiano kwa ajili ya usalama na amani ya Watanzania wote. Mwanahabari Silvanus Karemera amezungumza na Gwandome Mwakatobe ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, ambaye ameanza kwa kusema kuwa bila mazungumzo na mapatano ya kitaifa, taifa hilo la Tanzania litaelekea kubaya zaidi. Lakini mustakabali wa taifa letu utategemea sisi tutakapokaa pamoja na kuridhiana, na hasa huyu rais ambaye amechukua urais. Mimi nasema sio kuchagua, chama chake huo wanasema wanachukua na kuweka. Amechukua, amejiweka, amechukua vyeo vyote. Asipotaka kuweza kunyosha mkono wa mapatano na maridhiano, taifa letu litakuwa linaelekea kubaya. Kwa tathmini ya haraka, unadhani mustakabali wa vyama vya upinzani katika hali hii ni upi? Kwa kweli, kwanza wengi hawafahamu. Inatia aibu katika nchi hii. Unajua kwa nini tunataka katiba mpya? Sababu katiba tulionayo ni ya chama kimoja, Chama cha Mapinduzi, ndio iliyotunga mwaka 1977. Kwa hiyo sisi uchaguzi zote ambazo tulikuwa tumefanya katika mfumo wa chama kimoja. Sielewi kwa nini hata CCM wenyewe wanaogopa ushindani, kwa sababu tayari katiba kisheria inawaruhusu kuweza kudhibiti na kubana vyama vingine. Tume inateuliwa na rais. Rais akishatangazwa, hata kama kuna makosa, katiba ya nchi inakataza hata mahakama isihoji hayo matangazo. Kwa mfano, angeweza kuachia wapinzani wote washindane naye, alafu akajitangazia 100% kwa 100%. Huwezi ukahoji popote wala mahakamani, nakatazwa katiba hii. Kwa tunao katiba ambayo tayari inakipendelea chama kimoja, inawapendelea watawala. Sioni kwa nini wanaogopa wakati upinzani wenyewe ni dhaifu. Lakini pia kuwaruhusu wenzako, tunakuwa tu hujengi chama, unajenga nchi. Unawapata watu wanatoa maoni, wanakuwa na uhuru wa kutoa maoni, pamoja na kwamba tuna mfumo wa chama kimoja. Madai yetu tunaudai wakati wote wa katiba mpya, tunataka kwamba tuwe na vyama vingi, ukiwepo mfumo wa vyama vingi unaoruhusu usawa, unaoruhusu urari na haki ya vyama vyote kufanya siasa kwa usawa bila kubanwa na chama kimoja. Pia unadhani jamii ya kimataifa ina msuli gani kuweza kushinikiza serikali labda kuweza kuleta mabadiliko kutokana na hali ilivyo kwa sasa nchini Tanzania? Moja la kwanza ni kwamba mauaji yaliyotokea, inasakizwa watu 800 au zaidi ya 1000 wameuawa, na sasa hivi pamoja na kwamba taarifa nyingi, mitandao ilikuwa imezimwa ili kuweza kuficha uovu na uhalifu unaofanywa na vyombo vya dola dhidi ya waandamanaji. Wengine akina mama hawana silaha, hawaandamani, lakini wamepigwa risasi. Mwingine mtoto wake tu anaenda sokoni na watoto wawili wanampiga risasi. Haandamani, hana silaha, lakini anapigwa risasi. Uhai wako unatolewa. Huu ni uhalifu, ni uhalifu kabisa uliofanyika, ambao jamii ya kimataifa kama mahakama iliyoko The Hague inaweza ikachukua hatua, na ushahidi tunao, ili hawa watu wapelekwe kwenye vyombo vya sheria. Utawala unaoua wananchi wake, vyombo vya ulinzi vya usalama badala kuwalinda wananchi vinawapiga risasi na kuwaua, waende wakashtakiwe. Vipo vyombo vya kimataifa, tunategemea hayo. Lakini kama tulivyoona sehemu nyingine ambako kulikuwa kunafanyika uhalifu, wengine walikamatwa, akina Charles Taylor wakapelekwa mahakamani. Angalau hiyo ikaleta tishio kwa watawala wengine, kwa sababu wasingependa kuchafuliwa. Sisi wenyewe vyombo vyetu haviwezi kuchukua hatua. Vyombo vya kutoa haki kama mahakama, kama nilivyosema, zinahodhiwa na hao watawala. Kwa hiyo tunahitaji angalau nguvu ya kimataifa, ili sasa iwe ni onyo kwamba huwezi ukajifanyia uhalifu wowote ule dhidi ya watu wako wenyewe na kupita tu. Vipo vyombo vya kimataifa vinaangalia. Hayo ndio matumaini tulionayo, kwamba vimbuke. Ushahidi upo. Alikuwa ametaka kuficha, kukata mtandao. Mimi nasema hakuna tofauti na mbuni anayejificha kichwa chake kwenye mchanga, huku kiwiliwili chote kiko tupu, kila mtu anakiona. Kwa sababu sasa hivi si rahisi, hata ungekata internet, ungekata wapi, lakini bado tunavyo vyombo, bado zipo mbinu ambazo zinatumika kuweza kukusanya taarifa zote
na wengi walishazikusanya. Asante sana Bwana Mwakatobe, tunakushukuru kwa muda wako kwa kuzungumza nasi idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Moja kwa moja tunakutakia wakati mwema. Asante sana Karemera, lakini ni kwamba hapa nilipo tumepigwa na butwa, tuna maombolezo. Bila shaka shukran sana Gwadume Mwakatobe pamoja na Silvenas Karemera kwa kutuletea uchambuzi huo kuhusiana na siasa zinavyoendelea nchini Tanzania baada ya uchaguzi mkuu. Tuelekee Afrika ya Kati, na mwishoni mwa juma Ufaransa iliandaa kongamano la kutafuta amani katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kongamano hilo la Paris lilialika pande husika na mzozo wa Kongo, ikiwa ni pamoja na serikali ya Kinshasa ya Rais Felix Tshisekedi. Mamlaka za Rwanda zilituma mwakilishi kutoka Kigali, Rwanda limelaumiwa kwa kuunga mkono waasi wa M23 wanaoshika doria mashariki mwa DRC. Waasi hao hawakupokea mwaliko wa kikao cha Paris. Muungano wa Afrika umesalia kimya na mizozo ya kanda ulialikwa kama mwangalizi, na umesalia hivyo kutazama kwa mbali bila tamko dhidi ya matatizo yanayokumba bara Afrika. Mwandishi wetu wa Kinshasa Mbeleshi Msoshi ametuma taarifa hii. Tangazo kubwa toka mkutano huu ilitolewa na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Kwanza alitangaza kupatikana kwa zaidi ya bilioni 1.5 ya euro, pesa ambazo jumuiya ya kimataifa imekusanya ili kutoa misaada kwa raia wa mashariki mwa Kongo waathirika wa vita. Tangazo lingine kubwa ni kwamba uwanja wa ndege wa Goma utafunguliwa ili ndege za kutoa misaada zianze shughuli hapa Goma, mji mkuu wa Kivu Kaskazini. Lakini viongozi wa kundi la M23 waliambia vyombo vya habari ya kwamba hatua hiyo yaliyochukuliwa na Ufaransa haiwahusiki hata kidogo, kwani hawakushirikishwa katika mkutano huu wa Paris. Rwanda pia, ambayo inakosolewa kuunga mkono wapiganaji wa M23, mwakilishi wake katika mkutano huu alisema ya kwamba hatua kama hiyo lazima ichukuliwe baada ya makubaliano kati ya serikali ya Kinshasa na viongozi wa M23 kupitia mazungumzo waliofanya huko Doha. Upande wake, msemaji wa serikali ya Kongo alisema ya kwamba kundi la M23 au Rwanda hawana mamlaka ya kuamua kuhusu kufunguliwa kwa uwanja huu wa ndege au la, kwani ni serikali pekee yake ndio ina uamuzi wa mwisho. Kwa mujibu wa Patrick Muyaya, uwanja huu ambao ni wa kimkakati ili kutoa misaada utakuwa ukitumika mchana. Serikali na Umoja wa Mataifa wataendelea kujadiliana ili kuangalia vipi shughuli kuzianze. Lakini kwa mujibu wa Fudre Bendera, mwanaharakati katika kundi la Wazalendo, amesema serikali ingefanya kwanza juhudi za kudhibiti maeneo haya yote kabla ya ndege kuanza kushuka Goma. Lakini hata mimi nitashangaa warebel bonjo bengana zibiti ile maeneo. Nilitaka kushangaa kuona gouvernement wakati government enyewe ya rekipere pale inaweza kutosha sharti ya kusema mandege anze kuanguka pale. Vitu vyenyewe hata mimi sielewi. Kwanza tujikaze, tukomboe ile migini. Tukishakomboa ndio tukubaliane sasa na misaada ingie. Bale veko kule bandugu yetu malgré ko banateso. Baendelee kuvumilia kidogo. Si ni vitu vyenyewe bina maana. Sababu ile ndege hatujui itakuwa na mawazo gani juu ya makubaliano ndio iseme ndege anze kushuka. Mi kungambo yangu naona kama ni vitu habieleweki. Takriban watu milioni 28 huku wanakabiliwa na uhaba wa chakula. Mwanamke anabakwa kila baada ya dakika 4 na mtoto kila baada ya dakika 30, alisitisha Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa. Kwa mujibu wa John Kameta, mwanamemba wa shirika la raia jimboni Kivu Kaskazini, kipaumbele kwa sasa ni kutoa huduma ya dawa na chakula kwa raia hao. Peut-être za dawa, makesio za chakula, et anatanda que swali fulani za security ziweze kupata majibu. Ule mtu ambaye anateseka, ule mtu ambaye hana bunga ya kukula mwake, ninawaza kama ni ya muhimu kuweza kumsaidia na hiyo kitu kidogo. Alors, kama kuna kwa wale ambao wana jiopose parce que peut-être Kinshasa imeweza kukubali parce que wanawaza kama hiyo ni zone yao, kusikue mwingine mtu ambaye anaingia kule bila kuwakonsulte. Donc ninawaza kufatana na ile ambayo tunataya principe humanitaire, ninawaza kama maisha ya mtu inakuwa yulu ya makensio politike, wangeliweza kuona kwa njia gani wataemboze kusudi wale ambao wanataka bloke hiyo jambo waweze kujikuta oblige kufungula hiyo eneo. Mashariki mwa DRC, tajiri wa madini, imekuwa ikikumbwa na migogoro kwa miaka 30.
Ghasia zimeongezeka tangu Januari kwa kutekwa kwa mji wa Goma na Bukavu na kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Kigali au Rwanda, kwa mujibu wa ripoti za Umoja wa Mataifa. Ghasia hizi zimesababisha maelfu ya vifo na mamilioni ya watu kuyahama makazi yao, na hivyo kuzidisha mzozo mkubwa wa chakula tayari. Mpeliti Msoshi, Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika, Kinshasa. Watu wa Darfur wanateseka wakikimbia makazi yao, wakikosa chakula, maji na tiba, huku majeshi yenye silaha yakiteketeza vijiji vyao, lakini kilio chao kimekosa masikio ya kusikia. Dunia imefumbia macho na imeziba masikio na imenyamaza kwa makusudi. Kwenye tahariri ifuatayo, Shisia Wasilu anahoji kuwa damu ya Wagaza ni sawa na damu ya Wanasudan. Dunia imefumba macho kwa machungu ya Darfur. Darfur imekuwa alama ya aibu kwa dunia nzima. Ni ardhi iliyogeuka kuwa kaburi la utu wa mwanadamu, ambapo kila siku machozi yanamwagika na damu inatiririka, huku ulimwengu ukiendelea na shughuli zake kana kwamba hakuna kinachoendelea. Lakini kilio chao kimekosa masikio ya kusikia. Dunia imefumba macho, imeziba masikio na imenyamaza kwa maksudi. Umoja wa Afrika, taasisi iliyoanzishwa kwa dhana ya kulinda amani, haki na utu wa Mwafrika, umeshindwa kutekeleza wajibu wake. Ni aibu kwamba katika bara lililopigania uhuru kwa gharama kubwa, leo taasisi zake zimegeuka kwa mashine za kutoa matamshi matupu. Wakati El Fasher inapoteketea, AU imenyamaza. Hakuna kikao cha dharura, hakuna msimamo thabiti, hakuna hatua za kuzuia maafa zaidi. Ukimya huu ni usaliti mkubwa kwa wananchi wa Sudan na kwa dhamira ya Afrika yenyewe. Hata walinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa walioko Darfur wamekuwa kama kivuli cha matumaini. Walipelekwa huko kulinda raia na kurejesha utulivu, lakini wameishia kuwa mashahidi wa maafa. Wanaona mashambulizi, wanahesabu maiti, lakini hawana mamlaka ya kuchukua hatua. El Fasher imegeuka kuwa kioo kinachoonyesha udhaifu wa mfumo wa kimataifa unaojidai kulinda haki za binadamu. Huu ni unafiki wa hali ya juu unaodhihirisha kuwa maslahi ya kisiasa yana thamani kuliko maisha ya watu maskini wa Afrika. Kinachotia uchungu zaidi ni kwamba baadhi ya wananchi wanachama wa Jumuiya ya Nchi za Kiarabu, ambazo zinadai kuwa jirani wa kiimani, zimehusishwa moja kwa moja na ufadhili wa pande zinazopigana. Wanaendesha siasa za unafiki, wakitoa misaada kwa mikono ya kushoto na risasi kwa mkono wa kulia. Wamegeuza mateso ya Darfur kwa uwanja wa majaribio ya nguvu na ushawishi wa kifedha. Na wakati haya yakitokea, mataifa ya Kiislamu yameelekeza macho yote Palestina, yakisahau kwamba Sudan nayo ni sehemu ya umma huo huo. Damu ya mtoto wa Gaza ni sawa na damu ya mtoto wa Darfur. Lakini dunia ya Kiislamu imesahau hilo. Sudan, mwanachama wa jumuiya za Kiislamu, imeachwa ikijivunia maneno matupu bila msaada wa dhati. Ni lini Afrika itasema imetosha? Ni lini dunia itatambua kwamba ukimya wake ni kibali cha mauaji? Historia haitowasamehe waliogeuza macho kando. Darfur inawasha moto wa hatia kwa dhamira za viongozi wetu. Ukimya huu wa dunia utabaki kuwa doa lisilofutika katika historia ya ubinadamu. Na sasa tuangalie neno la siku. Serikali ya mahuluti. Serikali ya mahuluti kwa Kiingereza ni hybrid government. Ni mfumo wa uongozi unaochanganya sifa au vipengele vya aina mbili au zaidi ya mifumo ya serikali. Neno mahuluti linamaanisha kitu kilichochanganywa. Kwa hiyo serikali ya mahuluti ni mseto wa mifumo tofauti ya kisiasa au kikatiba. Kuna aina kadhaa za serikali za mahuluti kulingana na mazingira ya nchi husika. Kwa mfano, mahuluti ya urais na bunge. Hapa serikali inachanganya vipengele vya mfumo wa urais, ambapo rais ana mamlaka makubwa ya utendaji, na ule wa kibunge ambapo serikali inawajibika kwa bunge. Mfano, Ufaransa, rais huchaguliwa moja kwa moja na wananchi, lakini waziri mkuu anatokana na bunge na anawajibika kwao. Pili, mahuluti ya kiraia na kijeshi. Hii hutokea pale ambapo nchi inaonekana kuwa na serikali ya kiraia, lakini jeshi bado lina ushawishi mkubwa katika maamuzi ya kisiasa. Na hilo ndilo neno la siku, mahuluti, msikilizaji.
Shukran sana. Ikiwa unajiunga nasi, karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye mitandao ya Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika na tuendelee kuweka maoni yenu kwenye kurasa hizo kuhusu taarifa hizi. Na pengine uko wapi msikilizaji? Tuendeleze gumzo la leo. Kabla ya kuaga, na kwa niaba ya kikosi cha idhaa ya Kiswahili ya Afrika, tunatoa shukrani zetu kwa kujiunga nasi na kuchangia kwenye sauti ya Mwafrika. Kumbuka kwamba tupo kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Na hivi karibuni tutakuwa tunawafahamisha redio washirika mbalimbali kutoka nchi tunazoziakilisha za Afrika Mashariki na ya Kati, na tutasonga mbele unyo kwa unyo, aste aste. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Anne Ngugi na kutakia jioni njema. Kwaheri.